Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunaitazama Mashariki ya Kati na tunayatazama mataifa matatu ya Saudi Arabia, Uturuki pamoja na Pakistan ambayo ni kama vile yameunda NATO ya Kiislamu, lakini wakati huu tunautazama kwa mapana mkataba wa Makkah. Mkataba huu unahusu nini? Endelea kuwa nami uweze kufahamu hili kwa mapana. Katika mkutano wa kilele uliofanyika huko Makkah nchini Saudi Arabia, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif aliungana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika kutia saini mkataba wa ulinzi wa pamoja unaofahamika kama mkataba wa Makkah. Makubaliano hayo yananuiwa kuimarisha uzuiaji wa pamoja dhidi ya kitendo chochote cha uchokozi na yanabainisha kuwa shambulio lolote la silaha dhidi ya mojawapo ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya mataifa hayo yote. Pia unatoa fursa ya kuimarishwa kwa vipengele vyote vya ushirikiano wa kiulinzi kati ya mataifa hayo matatu, viongozi hao watatu walisema katika taarifa yao ya pamoja. Lakini kile ambacho nchi hizo tatu zinaweza kuwa zinatafuta ni angalau katika hatua hii ni kitu cha kawaida zaidi cha kimantiki kuliko matamshi makuu yanayopendekeza. Wachambuzi wanasema kwamba muungano huo unaonekana kuwa jaribio la kuunda mtandao wa kuzuia kikanda nje ya mfumo wa utegemezi wa usalama wa nchi za Magharibi, juhudi zinazoweza kuchochewa na mzozo unaoendelea huko Asia Magharibi. Kila mtu anaonekana kuwa na faida zake. Tukiangalia Saudi Arabia inahitaji bima ya kimkakati, Pakistan inataka uwekezaji, Uturuki pengine inataka kupanua wigo wake wa ulinzi na viwanda. Kwa kulinganisha nguvu, Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki zimeunda kikundi ambacho kila mwanachama huleta nguvu tofauti. Saudi Arabia inatoa rasilimali nyingi za kifedha na ushawishi wa kikanda. Uturuki inachangia msingi mzuri wa ulinzi pamoja na viwanda, lakini pia imeibuka kama moja wa wazalishaji wakuu wa drone ulimwenguni, huku Pakistan ikileta silaha za nyuklia na kuifanya kuwa taifa pekee la Kiislamu lenye silaha za nyuklia duniani, pamoja na jeshi lililojaribiwa kwa vita na likafaulu. Pakistan na Saudi Arabia pamoja na Uturuki zimetia saini mkataba wa Makkah na kutangaza kwamba shambulio la silaha kwa mojawapo ya nchi hizo tatu litachukuliwa kama shambulio kwa wote. Lakini licha ya kutangaza kifungu cha ulinzi wa pamoja cha mtindo wa 5 ule wa NATO, mataifa hayo matatu yamesalia mbali na kuanzisha NATO ya Kiislamu. Baadhi ya wachambuzi wanahisi kwamba huu ni mpango mwingine wa kutafuta nchi katika Mashariki ya Kati na kuziunganisha pamoja na kutengeneza NATO ya Mashariki ya Kati ama NATO ya Kiislamu. Baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba hiyo sio sababu na hawana nia ya kujenga muungano huo, bali ni kwa sababu hawana uwezo unaohitajika. Neno NATO ya Kiislamu linaweza kuwa na maana nzuri, lakini ni mapema kuelezea muungano wa Pakistan, Saudi Arabia pamoja na Uturuki katika mstari huo, kulingana na wachambuzi, ambapo wanaeleza kwamba nchi hizo tatu hazina misingi ya kitaasisi ya ushirikiano kama ule wa NATO. Uturuki inaleta uzoefu wa kuwa mwanachama wa NATO, lakini mfumo wa ekolojia wa kijeshi wa Pakistan kwa sasa unatawaliwa na teknolojia ya Wachina, wakati Saudi Arabia inabakia kutegemea sana mifumo kutoka nchini Marekani. Nchi hizo tatu zinaweza kushirikiana na tayari zinafanya hivyo kwa viwango tofauti, lakini hawana viwango vya ushirikiano kama ule wa NATO. Makubaliano haya ya Pakistan na Saudi Arabia pia ni upanuzi wa kikaboni na makubaliano ya pande zote za Saudia na Pakistan yaliyotangazwa mwaka uliopita. Kufuatia kusainiwa kwake, ilionekana wazi kuwa nchi hizo mbili zinataka kuleta mataifa ya ziada katika mpango huo, lakini mapatano ya Saudi Arabia na Pakistan yenyewe yanaonyesha mipaka ya mataifa ya ulinzi wa pamoja. Hata hivyo, moja kati ya sababu zingine ambazo zimesababisha kuundwa kwa ushirika huo ni pamoja na tishio kubwa ambalo limesababishwa na Iran. Wakati Iran na washirika wake walipoipiga Saudi Arabia wakati wa mzozo unaendelea katika Asia Magharibi, Pakistan haikujiunga na mzozo kwa upande wa ufalme. Hata hivyo, Uturuki haikuzungumza lolote kuhusu mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Iran pamoja na wapiganaji wa Kihouthi ambao ni washirika wa Iran. Lakini wakati huu, moja kati ya swali pekee lililobaki ni je, ikiwa vita vya Marekani na Iran vitaendelea na Saudi Arabia ikiendelea kutumiwa, je, ushirika huu utaweza kufanya kazi? Jibu linabaki kwamba hapana. Pakistan haitoweza kuishambulia kamwe Iran, wala Uturuki haitoweza kulipa kisasi ama kushambulia Iran. Hili litabaki kuwa jambo litakaloingizwa katika meza ya mazungumzo kutatua mzozo huu, lakini baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba pengine uwepo Uturuki katika ushirika huu na Saudi Arabia huenda ukaondoa uungaji mkono mkubwa ambao
Saudi Arabia inao kwa upande wa Marekani, lakini pia jambo hili linaweza likachochea pia namna ya kuitetea Palestina, hasa wakati ambapo nchi hizi tatu zimekuwa na uhasama mkubwa dhidi ya Palestina, huku zikikataa kusaini mkataba wa Abraham. Hata hivyo, Pakistan imekuwa na tahadhari kihistoria kuhusu kujiingiza kijeshi katika migogoro ya magharibi mwa Asia. Lakini pia Pakistan ilidumisha msimamo wa usawa wakati wa mzozo wa Iran na Iraq mwaka 1980 hadi 88 na haikubali madai ya Ghuba ya kuitenga Iran. Na hata hivi majuzi ilikataa kutuma wanajeshi wake huko Yemen kwa niaba ya Saudi Arabia licha kupokea usaidizi mkubwa wa kifedha wa Saudia. Sasa Pakistan inafanya kazi kama mpatanishi asiyeegemea upande wote katika vita vya Iran na Marekani badala ya kuchukua upande. Hata hivyo, moja kati ya changamoto ni makubaliano ya kupitia lenzi ya urafiki na uadui. Nani ni adui na nani atakuwa rafiki, hasa ikizingatiwa nchi zote tatu hakuna ambayo ina uadui mkubwa sana, isipokuwa ni Saudi Arabia ambayo imetengeneza uadui huo kwa muda mrefu dhidi ya Iran. Pakistan na Uturuki tayari zina uhusiano wa kina, lakini zingesoma alama za nyakati kwa uwazi katika muungano huu. Saudi Arabia imewekeza pakubwa katika uhusiano wake na India ambayo inashirikiana zaidi na Israel, na ingejiepusha kuashiria vitisho vyovyote vya kimkakati dhidi ya India ambayo pia ina ushirika fulani na Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.